Nikushukuru tu kwa kuendelea kuwa nasi kufuatilia vipindi mbalimbali kutoka hapa Abudi TV. Nikukaribishe katika taarifa ya habari. Leo ni Juni 23, 2026. Jina langu naitwa Mauagido. Karibu. Tunakwenda kukuangazia habari za kitaifa. Waziri wa Fedha Khamis Musa Omari amesema kuwa ongezeko la ushuru kwa pikipiki zilizoingizwa nchini halihusu pikipiki zote, bali linahusu pikipiki zinazotumia nishati ya mafuta pekee na si zile zinazotumia nishati safi. Amesema hayo alipokuwa akijibu hoja za wabunge waliochangia bajeti kuu ya serikali na kupinga ongezeko la ushuru huo, ambao amefafanua kuwa serikali haijaweka mzigo huo kwa pikipiki zote zinazoingia nchini. Waziri Khamis Musa Omari amesisitiza kuwa ushuru huo umelenga zaidi kudhibiti na kusimamia matumizi ya vyombo vya moto vinavyotumia nishati ya mafuta, sambamba na kuhamasisha matumizi ya pikipiki zinazotumia nishati safi ili kusaidia ajenda ya taifa ya nishati safi mbadala. Kwenye upande wa matumizi ya vyombo vya moto ambao vinatumia nishati ya gesi na nishati ya umeme. Kwa hiyo kwenye hili pikipiki ambazo zinatumia nishati ya gesi na umeme zinapatiwa unafuu mkubwa zaidi wa ushuru. Ushuru wa forodha, lakini zile ambazo zitaendelea kutumia nishati ya mafuta ndio ambazo zilipendekezwa ziongezewe ushuru wa bidhaa ili tuhamie upande wa pili. Kwenye hili mheshimiwa, litasaidia zaidi watumiaji wa pikipiki. Vyombo vya moto ambavyo vinatumia nishati ya gesi na zile ambavyo vinatumia nishati ya umeme vina gharama nafuu sana katika uendeshaji wake. Kwa hiyo hili awali linaweza kuonekana kama ni changamoto, lakini naelekea kuwasaidia wamiliki wa pikipiki hizi kupata faida kubwa zaidi kuliko wanapotumia nishati ya mafuta ya kawaida. Eneo jingine ilikuwa ni kuharakisha, serikali imetakiwa kuharakisha pendekezo la kuahirisha pendekezo la kuongeza ada ya uhakiki wa mafuta. Tulipendekeza kuipandisha kutoka 0.15 hadi 1%, ambalo hili tunaelekea kukubaliana na kamati vile vile, na tumesikia hoja za waheshimiwa wabunge, hasa kutokana na hali inayoendelea sasa hivi duniani ya bei za mafuta, pamoja na makubaliano ambayo yanaonekana yanaendelea kufikiwa baina ya mataifa ambayo yalikuwa na mgogoro katika Mashariki ya Kati, lakini bado hali haijastabilize. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tutakuja nayo kwenye mswada wa fedha wa sheria ya fedha mwaka 2026. Wakati huo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa asilimia 97.66 baada ya wabunge 385 kupiga kura ya ndio kuunga mkono bajeti hiyo. Akitangaza matokeo ya kura ya wazi iliyopigwa bungeni, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu amesema jumla ya kura zilizopigwa ni 393, ambapo kura 8 zilikataa kuunga mkono bajeti hiyo na kura za sipigi zilikuwa hamna. Tukiachana na taarifa hiyo, tuangalie taarifa nyingine. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesaini mkataba wa msaada wa euro milioni 20 sawa na shilingi za Tanzania bilioni 60.7 kutoka serikali ya shirikisho la Jamhuri ya Ujerumani kupitia Benki ya Maendeleo ya Ujerumani kwa ajili ya kufadhili mradi wa uboreshaji wa huduma za usambazaji maji na usafi wa mazingira katika mji wa Tunduma na Viwawa Mlolo. Hafla ya utiaji wa saini mkataba huo umefanyika katika ukumbi wa Kambarage Treasury Square jijini Dodoma na Katibu Mkuu Wizara ya Fedha Dr. Natu Elimari Mwamba kwa upande wa serikali ya Tanzania na mkurugenzi wa Benki ya Maendeleo ya Ujerumani nchini Tanzania Bi Vanessa Eid. Akizungumza baada ya utiaji wa saini wa mkataba huo, Dr. Mwamba amesema kuwa mradi unalenga kuchangia katika uboreshaji endelevu wa upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira pamoja na usimamizi wa rasilimali za maji kwa watu wanaoishi katika miji ya Tunduma na Viwawa Mlolo. Mradi unalenga kuchangia katika uboreshaji endelevu wa upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira pamoja na usimamizi wa rasilimali za maji kwa watu wanaoishi katika miji ya Tunduma na Viwawa Mlolo. Hasa mradi utachangia katika kuongeza upatikanaji wa maji salama na safi ya kunywa
na huduma endelevu za usafi wa mazingira kwa kujenga miundombinu ya usambazaji maji, kuunganisha wateja, mtambo wa kutibu maji taka, ununuzi wa magari ya maji taka na ujenzi wa mitambo ya usafi katika taasisi za umma kama vile ujenzi wa vyoo katika shule zitakazochaguliwa. Naye Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Mhandisi Mwajuma Waziri, amesema mradi huo umekuja katika wakati muhimu ambapo mabadiliko ya tabia nchi pamoja na ukuaji wa haraka wa maji vimeongeza shinikizo katika rasilimali za maji. Amesema utekelezaji wa mradi huo utaimarisha usimamizi wa rasilimali za maji unaozingatia mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha upatikanaji wa huduma za maji kwa uhakika, hivyo kuchangia ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya kiuchumi katika maeneo husika. Wizara ya Maji, nimependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani na Benki ya Maendeleo ya KfW kwa kuendelea kuwa washirika muhimu wa maendeleo na kwa mchango wao mkubwa katika kuimarisha sekta ya maji nchini Tanzania. Wamekuwa wakitusaidia, tunatekeleza nao miradi mingi. Tulikuwa tuna program awali ya 7 towns na ilikamilika kama alivyozungumza hapo balozi. Tuna Kigoma, tuna Lindi na tuna Sumbawanga, imekamilika, inatoa huduma, na sasa pia tuna ushirikiano nao katika mradi wetu mkubwa wa kimkakati ambao ni mradi wa Simiyu, na sasa leo tunaenda tena kuongeza ujenzi wa mradi mwingine ambao ni maeneo ya Tunduma pamoja na Voamlo. Kwa upande wao, naibu balozi wa shirikisho la Jamhuri ya Ujerumani nchini Tanzania Bwana Manuel Muller na mkurugenzi wa Benki ya Maendeleo ya Ujerumani nchini Tanzania Bi Vanessa Eit wamesema kuwa Ujerumani ni mmoja wa washirika wakubwa wa maendeleo ya Tanzania, ikiwa ni miradi ya zaidi ya euro milioni 400 inayotekelezwa kupitia misaada na ushirikiano wa kifedha. Germany and Tanzania share a long-standing partnership in development cooperation, in fact over 60 years now. Our bilateral cooperation in the water sector also looks back on many decades of trust-based collaboration, joint planning and implementation of projects, and numerous achievements. Vision 2050 recognizes that natural capital is not separate from economic development, it is economic development. So clean water supports this, which lays the basis for the next generation. And this contract that we just signed today really sits at the heart of this vision. Tuelekee sasa jijini Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amepongeza halmashauri wilaya ya Buchosa kwa mafanikio makubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani, ambapo mapato hayo yameongezeka kutoka shilingi bilioni 1 miaka mitatu iliyopita hadi kufikia shilingi bilioni 4.7 kwa sasa. Mtanda ametoa pongezi hizo wakati akikagua soko la kisasa la Bukokwa lililojengwa kwa fedha za mapato ya ndani ya halmashauri hiyo. Ukaguzi huo umefanyika alipokuwa njiani kuelekea Wizara ya Sengerema kwa ziara ya kikazi. Akizungumza na wafanyabiashara wa soko hilo, mkuu huyo wa mkoa amesema mafanikio ya ujenzi wa miundombinu ya maendeleo ni ushahidi wa namna serikali inavyorejesha mapato kwa wananchi kupitia miradi yenye manufaa kwa jamii. Unaweza ukakusanya fedha nyingi, lakini fedha hizo zikaishia kwenye tumbo lako. Lakini hawa madiwani na mkurugenzi nimewapongeza kwa sababu pamoja na kupata pesa bilioni 4 na milioni 700, fedha zao wameziingiza kwenye kusaidia miradi ya wananchi. Kwa hiyo miradi mingi hapa Buchosa sasa hivi wanajenga kituo cha afya, wameweka pesa nyingi sana. Lakini hata hili soko sasa hivi nafikiri kila mtu analifurahia. Uongo kweli? Lakini pia nikaambiwa leo kwamba hili soko limejengwa kwa fedha ya halmashauri. Nikawaambia sasa ni lazima niende nione, kwa sababu mimi nafanya kazi kama Tomaso. Tomaso alikuwa rafiki wa Yesu. Alipoambiwa Yesu kafa hakuamini mpaka alipogusa mwili wa Yesu. Kwa hiyo na mimi nitaka nijionee soko zuri lililofunguliwa hapa Bukokwa. Pamoja na hayo, lakini wameweka sasa hivi wanatengeneza madawati ya kutosha ili wayagawe kwenye shule zote
ili watoto wasikae chini. Kwa hiyo mkurugenzi, mwenyekiti hapa hayupo, wewe na madiwani wenzio ninawapongeza sana. Aidha, Mtanda amewataka wafanyabiashara kujivunia juhudi za serikali katika kuwaletea maendeleo na kuendelea kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo kupitia halmashauri zao. Pia ametoa wito kwa wananchi kuendelea kulinda amani na kuwapa ushirikiano madiwani wao ili kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwa kasi na kwa manufaa ya wananchi wote. Na wananchi wa kata ya Buhongwa na kata jirani ya Lwamhima wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wamejitolea kukijenga upya kituo cha polisi Buhongwa kilichochomwa moto wakati wa vurugu za uchaguzi mkuu mwaka 2025. Hatua hiyo imekuja baada ya wananchi hao kupata adha ya kutafuta huduma za kipolisi kwa kusafiri umbali mrefu. Awali kituo hicho kilikuwa kinatoa huduma kwa wananchi zaidi ya 200,000 wa kata hizo mbili na kata jirani ya Mkolani kabla hakijaharibiwa. Akitoa taarifa kuhusu adha ya kukosa kituo cha polisi na kuwaombea msamaha watu waliochoma kituo hicho wakati wa vurugu zilizotokana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, diwani wa kata ya Buhongwa mhandisi Anderson Mpinanga amesema vijana waliofanya uhalifu huo tayari wamejifunza na wamemtuma awaombee msamaha. Tuko tayari kushiriki katika kuhakikisha kwamba kituo chetu kinarejea. Ndio maana kwa mfano ulio hai tayari unaona gari la mchanga ni mwananchi tayari ameshajitolea na tayari tumeshaanza kumwaga baadhi ya material ili siku ya siku huduma hii irejee. Kwa hiyo Mheshimiwa RPC, natambua sana, ninaamini kabisa leo tutaondoka na jibu la pamoja kwa ajili ya kurejesha huduma hii muhimu. Lakini kipekee sana nimpongeze polisi kata wetu ndugu yangu Clement. Kwa kweli huyu amevaa kofia zote za uzazi za askari, lakini kwa unyenyekevu mkubwa anaihudumia kata ya Buhongwa pamoja na ukubwa wake, lakini pamoja na changamoto zake za kukosa kituo ameendelea kupambana na mitaa yetu 18. Ndio maana mpaka sasa hivi unaona angalau Buhongwa ipo salama, lakini kimsingi nimpongeze sana kwa kazi kubwa anayoifanya. Akizungumza na wananchi hao Juni 22 mwaka huu katika mkutano wa hadhara eneo la Buhongwa kilichokuwa kituo hicho, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mutafungwa ameridhia ombi la wananchi wa kata hiyo la kujenga upya kituo hicho kwa nguvu zao, huku akiwataka kujitafakari kwa kile kilichotokea na kusababisha uharibifu. Wakazi wa eneo hili la Buhongwa, lakini na maeneo mengine, kwamba tusiruhusu tena vitendo vya vurugu, vitendo vya uvunjifu wa amani katika maeneo yetu. Tunao wajibu sote kama wananchi wa maeneo haya kuhakikisha kwamba mali za watu zinalindwa, mali za serikali ambazo zipo kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wote zinalindwa, na tuzilinde kwa uzalendo, na tuzilinde hizo mali kwa wivu mkubwa, kwa sababu zinatuhudumia sisi, au sio? Sasa hivi tunaongelea kituo cha polisi hapa. Huu ni usalama, si ndio? Unaweza kukuta hata aliyeharibu kituo hiki yuko hapa naye anaomba. Unaweza kukuta aliyeharibu kituo hiki yuko hapa naye ataleta tofali. Sasa tulikuwa tunafanya michezo ya kuigiza. Tukubaliane kimsingi kwamba hii kitu isijitokeze tena katika maeneo yetu, na ni wajibu wetu sote hapa. Kilivunjwa katika wale waliokuwa wanaandamana, na pia hata wafanyabiashara tulipata adha kubwa sana. Kwa hiyo kituo hichi nimefurahi sana kwamba kinaweza kikatusaidia hata sisi wenyewe wafanyabiashara, kwa sababu tulikuwa na hofu hata kufanya biashara Buhongwa, kwa sababu kituo cha polisi kiko mbali, kwamba mpaka nitoe ripoti Nyagezi inakuwa ni umbali sana. Kwa hiyo ninafurahi uwepo wa kituo hichi kwamba kitaweza kutoa huduma na kurejesha huduma ya Buhongwa, kwa sababu unapokuwa unafanya biashara na kukawa na uongozi serikali unaona kwamba imekaa vizuri, ni lengo zuri la kuweza kusema kwamba na unakuwa na amani ya kuweza kuwekeza zaidi, kwa sababu sirudie kufanya jambo kama hili ni hatari sana, kwa sababu linahatarisha amani. Linahatarisha amani ya kata nzima. Yaani ni kata nzima Buhongwa, kata Lwamhima tulikuwa tunategemea kituo. Kwa hiyo linahatarisha kata nzima. Hatuna amani. Amani inakuwa ni kidogo. Japo doria zipo, lakini sio kama kituo kipo hapa karibu. Inakuwa hapa, unajua kituo kiwa hapa hata mhalifu anakuwa na hofu na anaogopa kufanya uhalifu maeneo haya.
Zaidi ya fedha taslimu shilingi milioni 5 imechangwa na wananchi. Mifuko 74 ya saruji na matofali PC 1200 vimetolewa wakati wa mkutano huo wa hadhara, ambapo makadirio ya gharama za ujenzi wa kituo hicho ni zaidi ya shilingi milioni 30 hadi kukamilika kwake. Tamati ya habari za kitaifa. Tukirejea hapa ni habari za kimataifa. Abud FM. Keep in touch. 106.9 Dodoma. 98.9 Abud FM. Mbeya inasikika. Abud FM 101.7 Dar es Salaam. 88.3 Abud FM Morogoro. 104.1 Abud FM Arusha. Through Abud Radio, I really enjoy the music. All day, all night. The best radio station. Abud FM. Keep in touch. Karibu Abud Bus Service Limited, ni kampuni bora katika usafirishaji mizigo pamoja na abiria. Karibu katika ofisi zetu mpya zilizopo hapa Urafiki, mkabala kabisa na kituo cha polisi cha Urafiki. Tuna safari za kutoka Dar es Salaam kuelekea mikoa mbalimbali kama Arusha, Mwanza, Bukoba, Musoma, Mbeya, Iringa, Tabora, Tunduma. Vile vile usafiri wa kutoka Kigamboni mpaka Arusha, Arusha mpaka Kigamboni. Nikitumia usafiri wa Abud kwa muda mrefu, safari tofauti tofauti, na ni kweli wana huduma nzuri. I recommend mtumie Abud kwa ajili ya safari zenu. Kwa sasa wana magari yao yanaenda Bukoba, kwa wote wenzangu wanaoishi Bukoba, mnaweza mkatumia Abud. Shukuru mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, unafuatilia taarifa ya habari kutoka hapa Abud TV. Tuende sasa katika upande wa habari za kimataifa zaidi. Mwanahabari wetu anayafuatayo. Karibu katika dirisha la habari za kimataifa, nikikuletea matukio muhimu yanayojiri katika pembe mbalimbali za dunia. Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia Jumatatu baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswizi. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomic IAEA kutembelea nchi hiyo. Probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. Kumeripotiwa pia hali ya utulivu katika mapigano nchini Lebanon chini ya makubaliano hayo yanayolenga kukomesha uhasama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuhusu suala la Israel kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun amesema Lebanon inakaribisha juhudi za kimataifa ili kuisaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo.
Brussels na nchi za EU zimekanusha kuwa kuwahudumia maafisa wa Taliban ni kutambua utawala wa Kabul, lakini wakosoaji wanasema ni kinyume na maadili. Umoja wa Ulaya unatarajiwa kuwapokea mjini Brussels leo Jumanne maafisa 5 wa Taliban waliopatiwa visa ya siku moja na Ubelgiji kwa ajili ya kushiriki mazungumzo kuhusu kurejeshwa kwa raia wa Afghanistan waliokataliwa maombi yao ya hifadhi barani Ulaya. Tume ya Ulaya imesema mazungumzo hayo yanalenga kushughulikia swala la uhamiaji usio halali, ingawa haijatambua rasmi serikali ya Taliban. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa hatua hiyo, yakisema inapingana na msimamo wa Umoja wa Ulaya dhidi ya ukiukwaji wa haki za wanawake na wasichana nchini Afghanistan. Umoja wa Mataifa pia umeonya kuwa Afghanistan bado inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Hizo ndizo zilikuwa habari za kimataifa kwa sasa. Endelea kufuatilia taarifa zetu kwa habari zaidi na za uhakika. Mimi ni Bright Dismas, Abud TV. Kwa mkusanyiko huu wa habari za kimataifa tunafikia tamati katika taarifa ya habari. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, jina langu ni Mauagido. Asante na usiku mwema.